Sisi Wizara ya Nishati tumejipanga kuhakikisha ya kwamba maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vile vile maelekezo yaliyotolewa kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi na vile vile mwelekeo uliowekwa kwenye dira ya 2050 yanatekelezwa kwa vitendo na kwa haraka sana. Lengo tulilowekewa ni kwamba mpaka ifikapo mwaka 2030 tuweze kuwa tunazalisha umeme wa megawati 8,000. Nirudi nyuma kidogo, Mheshimiwa Naibu Spika. Wakati Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani mwaka 2021, taifa letu lilikuwa linazalisha umeme wa megawati 1540. Leo tunavyozungumza hapa tunazalisha megawati 4500. Mtaona hatua iliyopigwa ndani ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kwa nini, Mheshimiwa Naibu Spika, nimerudi nyuma kidogo? Ni ili kutoa mwelekeo wa kwamba linawezekana kufika megawati 8,000 mpaka 2030 chini ya uongozi wake Daktari Samia Suluhu Hassan. Na sisi kama Wizara ya Nishati tumejipanga kuhakikisha tunapata megawati hizo. Tutatumia vyanzo vyote ambavyo vinapatikana katika taifa letu. Tukianza na vyanzo vya maji, tuna umeme, mradi wa umeme wa kuzalisha wa Malagarasi ambao mkandarasi yuko site wa megawati 49. Tuna mradi wa Kakono wa megawati 87. Tuna miradi ya Ruhuji megawati 358. Tuna mradi wa Rumakali megawati 222. Lakini vile vile tuna malengo, alizungumza mheshimiwa mmoja hapa, ya kwamba tutumie geothermal kuzalisha umeme. Tumejiwekea malengo kwamba mpaka ifikapo mwaka 2030 taifa letu liwe linazalisha umeme megawati 130 kutokana na geothermal. Lakini vile vile, Mheshimiwa Naibu Spika, taifa letu limebarikiwa kuwa na deposit kubwa ya makaa ya mawe. Tunashirikiana na sekta binafsi kuhakikisha ya kwamba tunaanza uzalishaji wa umeme wa zaidi ya megawati 2000 kwa kutumia makaa ya mawe. Nimezungumzwa hapa kwamba kwa mara ya kwanza kwenye taifa letu tumekuwa tuna mradi mkubwa wa uzalishaji umeme kwa kutumia jua wa Kishapu, Shinyanga. Hivi tunavyozungumza megawati 50 zipo kwenye gridi ya taifa, lakini gridi hiyo itaongezewa megawati 100 kutoka hapo hapo Kishapu. Lakini tunachukua maoni yaliyotolewa na Mheshimiwa Pondeza ya kwamba sasa twende tukawe na betri za kuhifadhi umeme mwingi zaidi. Pale jua linapokuwa kali, basi tunazalisha umeme mwingi, tunauhifadhi ili tuje kuutumia baadaye.